Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nichukue fursa hii adhimu na adimu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia hapa kufika tukiwa wazima wa afya tele. Lakini kwa wale ambao wana changamoto za kiafya, basi tuombe shifa kwa Mola, na walotangulia mbele za haki, basi Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi na makosa yao na wapokee huko waliko. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya management halmashauri manispaa Kinondoni, naomba nitoe ufafanuzi wa maeneo yafuatayo. Kwanza kabisa niwashukuru sana waheshimiwa wajumbe wa halmashauri kuu kwa michango yao na kwa changamoto ambazo hapa wamezieleza. Naamini kwamba sehemu yoyote ile ambayo ina mafanikio basi haikosi changamoto. Kwa hiyo tumeyapokea kwa ujumla wake na tunaahidi kwamba tunaenda kuyafanyia kazi kwa 100%. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda tu kwa uchache kwa summary nianze kwa swala ambalo la taka. Dada yangu anaitwa Mwanzani Mtwiti Kijitonyama. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli tulikuwa tuna changamoto ya afya ya taka umradhi tulipotoka na tulipo, lakini juzi tu tulikaa na kikao na wakandarasi wetu tukapitishana, na kuna baadhi ya maeneo mtaona mabadiliko makubwa tunaenda kufanya wa kupunguza baadhi ya mitaa katika kata zetu, ili sasa zoezi hili lifanyike kwa ufanisi zaidi, sio tu kwa sababu ya jambo ambalo liko mbele yetu, lakini ni kwa namna ambavyo tunajali afya za wananchi wetu katika maeneo yetu. Kwa hiyo nihakikishie kwamba mtaona mabadiliko mafupi tu ndani ya muda mfupi. Tulikaa tukaangalia wapi kuna changamoto. Kuna baadhi ya mitaa tumebadilisha kabisa wakandarasi, tumewatoa na tumeweka wakandarasi wengine. Kwa hiyo na imani kwamba swala hili kufikia mwisho wa mwezi ujao, kama utakuwa huoni mabadiliko, basi ofisi yangu iko wazi, niambie, nitayapokea na tutafanyia kazi. Lakini kingine nishukuru swala la Msasani, swala la barabara. Labda niseme tu, mtanisamee kidogo na flu. Katika swala la barabara tuna huu mradi wa DMDP. Mradi wetu wa DMDP una phase 2. Kuna awamu ya kwanza ya 30% na 70%. Hivi leo tu Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna timu ya DMDP wameanza sasa kufanya site mobilization kwa ajili ya barabara hizo. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba barabara zetu zote za Msasani zinaguswa na mradi, isipokuwa tulikuwa kuna changamoto fulani ilijitokeza, ndio maana hawa kandarasi wetu wakachelewa kuanza kazi. Lakini hakikisha kwamba serikali iko makini na imefanyia kazi, na hizi barabara zitaenda kufanywa marekebisho na kujengwa. Kingine Mheshimiwa Mwenyekiti, swala soko la Msasani, ni kweli soko letu lilikuwa lina changamoto kubwa sana. Tumefika pa kufika, kuna hatua kadhaa za kinidhamu tulizichukua kwa watumishi ambao walikuwa wameonekana kufanya hitilafu za hapa na pale, lakini hakikisha kwamba katika bajeti ijayo ya mwakani tumetenga milioni 400 kwa ajili ya marekebisho ya masoko, ikiwemo soko la Msasani. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba tutaenda kulifanyia kazi, na hiyo sakafu ambayo haipo itaekwa. Lakini nikiri kwamba ni kweli ile barabara kuingia kwenye soko, na mimi ni mkazi wa kata hiyo, naelewa changamoto yake. Ukiona pale mikaa mingi, tope liko kwa kiasi kikubwa, tunakuhakikishia kwamba tutaenda kufanya marekebisho. Tunajua kwamba nishukuru kwamba halmashauri ya manispaa Kinondoni chini ya uongozi wa mstahiki meya tumeweza kujenga kituo cha afya katika kila kata ya zetu zote za manispaa Kinondoni. Tulikuwa tuna changamoto moja Mikocheni. Nakumbuka kwa Mikocheni kuna majengo pale ya chuo cha elimu yalikuweko pale, chuo cha mafunzo. Sasa tuliomba kibali ofisi ya Resta Misemi kwa ajili ya demolition ile eneo, ili sasa tuweze kujenga majengo kwa ajili ya zahanati yetu hii ya Mikocheni. Kwa hiyo tumeandika, tumeshapeleka barua kwa RAS, nilipeleka barua kwa RAS, na wiki 2 zilizopita pia tulikumbusha tena, na imani kwamba Wizara ya Fedha sasa pamoja na Katibu Mkuu ofisi ya Resta Misemi atatupa majibu kamili ni lini tutaanza, kwa sababu bila ya kuwa na nyaraka hatuwezi kufanya chochote. Kwa hiyo nihakikishie kwamba
tunapokuwa sisi watumishi wa serikali, na hususan Hanifa anapenda kufuata sheria, kanuni na taratibu na miongozo, lakini na busara pia ninazo. Kwa hiyo na imani kwamba linapokuwa limechelewa hili, basi tutatumia busara pia kuhakikisha kwamba tunapata majibu kwa haraka ili turekebishe. Lakini wahakikishie kwamba fedha zipo Mikocheni. Na ukiniuliza kiu yangu ni nini, kwamba hii zahanati ya Mikocheni tulitamani sana hata Mwenge wa Uhuru ukaweka jiwe la msingi pale, kwamba fedha zilikuwepo, lakini kutokana na changamoto hii ya kupata kibali, na Mwenge wa Uhuru ni haraka, kwamba anakuja pale mkimiza mwenge anakuambia mkurugenzi umejenga hiki, naambie kibali kiko wapi, ulipata kibali chochote. Kwa hiyo ni taratibu zile za kiserikali ambazo tunaendelea nazo, ni kuhakikisha kwamba kikamilika tutaanza kituo mara moja, na mkandarasi tayari alishapatikana. Ni swala kwamba siku tu ya kuanza. Kingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mikocheni B, ni kweli swala la barabara lina changamoto kubwa, na tunashukuru serikali tumeweza kuipunguza kwa 1% kubwa katika upande wa Kinondoni, lakini Kawe bado nakiri hivyo. Lakini nishukuru kwamba hivi nikiwa hapa tumetoka kuapprove milioni 301 kwa ajili ya motagreda, lakini pia tutaongeza na motagreda nyingine kwa ajili ya marekebisho ya barabara. Kwa hiyo naamini kwamba hata kama hatutaweka kwa kiwango cha lami, lakini mvua zitakapokuwa zimekata, niwahakikishie kwamba tutaenda kufanya marekebisho makubwa sana. Na niwaombe pia sehemu ambayo ina changamoto, labda greda letu limepita hukuguswa, basi karibu ofisini kwangu. Umenipigia simu sikupokea kutokana na majukumu yangu hata kwa SMS, lakini tumejipanga kuhakikisha kwamba changamoto ya barabara tunaenda kuipunguza. Hatusemi tutaweka kiwango cha lami, lakini angalau basi kuzipara kuhakikisha kwamba zinapitika na wananchi waweze kuona ni namna gani serikali inafanyia kazi changamoto zao. Kingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala kituo cha polisi, milioni 15, milioni 40. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakumbuka kwenye kikao chetu cha kamati ya usalama wilaya zilizokuwa zimepelekwa milioni 15, lakini baada ya kujiridhisha tukaiona kwamba jeshi la polisi walidai milioni 8. Sasa kwa vile hiki ni chombo imara, sawa, milioni 8 zimekwenda, na tuliambia kwamba hizo ambazo zimezidi zirejeshwe ili zikafanye mengineyo. Kwa hiyo naomba nitoe ufafanuzi wa ile milioni 40. Waliomba polisi milioni 8 kwa sababu ni mradi ambao sisi tulikuwa nimepokea tu agizo kutoka mwenyekiti wa kamati ya usalama kwamba mkurugenzi peleka fedha kituo cha polisi. Kwa hiyo haikuwa milioni 40, ni milioni 8, na sisi tulipeleka milioni 15. Kwa hiyo naomba tu nitoe hiyo ufafanuzi. Kingine, Mheshimiwa amesema Kalinga hapa, namtaja kwa jina tena kumradhini, lakini ni mtendaji ambaye ana changamoto, tumelipokea, tutakaa naye na kuona namna gani tunafanya kazi. Nyingine, barabara Fundikira, hii tayari mkandarasi amepatikana, yupo, na ni barabara ambayo ni ya muda mrefu sana, tutaifanyia kazi. Lakini kingine, naona Mheshimiwa niangalia sana hapa, ni swala la Tegeta-Nyuki. Tegeta-Nyuki, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiri kwamba tuna changamoto hiyo, na ukiangalia katika bajeti zetu, hata bajeti 22, 23, 24, na hata Mheshimiwa Mwenyekiti wa chama, Mheshimiwa Orio, anakuwa, natumia neno zito kidogo, utanilinda, anakuwa mbogo kwenye vikao kwamba Tegeta-Nyuki. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli hali ya Tegeta-Nyuki miundombinu yake hairidhishi, nakiri, na kwa haraka tumejipanga kwamba mvua zitakapokuwa zimekamilika kwamba tupeleke motagreda kwa ajili ya kurekebisha eneo hili la stendi, kwa maana kwamba magari yanavyoingia. Lakini pia swala la choo pia ni changamoto kubwa. Hapa nilipo, kama uliniona mwanzoni, nilikuwa naongea na DMO na waambie mkatafute gari tena. Jana tulinyonya zile bidhaa zetu zile. Lakini sasa na leo pia sasa hivi limeenda gari. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tuko nayo, lakini tunategemea kwamba mradi wetu wa DMDP walilichukua mojawapo ya masoko ambayo litajengwa na mradi huu wa DMDP Tegeta-Nyuki. Si bora na mstaarabu, ninaringa mimi kuwa Tanzania, tumepata rais imara na mstaarabu. Tanzania barabara ziko poa, shule za msingi ziko safi na sekondari ziko poa, na upiga mwingi yuko safi. Mama vipi? Mama poa. Mama vipi? Mama safi. Mama vipi? Mama poa. Mama vipi? Mama safi. Wataweza kweli?
Tanzania. Sisi ndo